Finally nimefanikiwa kupokea kitabu cha Akiba, Hisa na Uwekezaji cha Mr. Emilian Busara kutoka nimetoka kuchukua kwenye duka pale nyuma. Kitabu chenye ndo hiki. Actually viko vitabu viwili. Niliagiza kitabu hicho, lakini kitabu cha pili cha Financial Statements and Competitive Advantage Analysis ambacho kinaelekeza namna ya kusoma, kuinterpret na kuanalyze financial statements usio za biashara, lakini pia organizations. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza, ila I'm happy kwa sababu nimepokea kitabu na sasa nitaanza pia rasmi kuparticipate kwenye mchakato wa usomaji. Imechukua takribani siku 8 kwa sababu kitabu kimetumwa toka Juni 10 na leo Juni 18 ndio siku ambayo nimepata taarifa kwamba kitabu kimeshawasili, niende nikakichukue. Yes, na nimefanya hivyo. Na hii ni mara yangu ya kwanza naagiza kitabu kutoka Tanzania, ikiwa ni sehemu ya majaribio kuweza kuona je, itafanikiwa na kwa kasi kiasi gani. Na nimetumia njia ya kawaida ya posta. Kwa sijatumia EMS ambayo ni posta ya haraka, na sijatumia pia DHL. Nimetumia tu njia ya kawaida ya posta na imechukua hizo siku 8. Kwa nadhani imekwenda kwa spidi kidogo. Na hii pia iwe ni ujumbe kwa wale ambao mko nje ya nchi. Mr. Busara ameamua vitabu vyake haviko online, kwa hiyo lazima upate hard copy, ila uzuri ni kwamba kinapatikana. Na shukrani nyingi sana ziende kwa bwana mmoja anatambulika kama Peter Anthony Muhasa. Huyo ndo ambaye amenisaidia kutuma hivi vitabu. Amekuwa very cooperative. Kwa wewe ambaye bado sio sehemu yetu, lakini umekuwa ukitafuta hamasa ya kukufanya uanze kusoma, yawezekana Mtaji Academy ikawa ni mahala pako sahihi. Kwa wewe nijuze, nitakutumia linki ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye group letu la WhatsApp ambalo ndio tunatumia katika shughuli zetu za kusoma, au sio? Ungana na sisi, yale mazingira ambayo tumeyaweka ninaamini yatakusaidia, yatakupa hamasa, yatakupa nguvu ya kuhakikisha kwamba unaanza kusoma. Kumbuka, kusoma ni hatua ya kwanza na ya msingi sana unayopaswa kuifanya. Nimewahi kusema kwenye video zilizopita kwamba mali ya asili ama kwa Kiingereza wanasema asset ambayo kila mwanadamu amepewa duniani, karibu kila mwanadamu amepewa, ni akili. Na jukumu la kwanza la mtu yeyote ambaye anapewa mali, tukishasema umepewa maana yake sio ya kwako, na kama sio ya kwako kwa Kiingereza wanasema unakuwa steward. Na steward maana yake ni kama mtu ambaye amepewa jukumu la kulinda mali ya mtu mwingine. Jukumu lako la kwanza kama steward ni kuhakikisha kwamba unaendeleza ulichopewa. Kwa hiyo hiyo mali ambayo umepewa, hakikisha inaendelezwa, inakuzwa, au sio, inazaa matunda. Na hatua ya kwanza na ya msingi ni kuhakikisha kwamba unaielimisha, unasoma, unajipa habari, unajipa taarifa zaidi, unakuwa. Sio umekaa tu unafanya mambo yale yale ya kila siku, unaenda kazini, unarudi kazini, unafanya kazi zile zile miaka 15, hukui uende mbele tena. Wewe tunasema unafanya matumizi mabaya ya mali. Na zaidi ya hapo, niendelee kuwatia moyo wale wengine ambao mpo kwenye group la WhatsApp la Mtaji Academy na mliahidi kwamba mtashiriki kwenye kusoma. Tafadhali hakikisha umepambana kupata hicho kitabu. Vile vile kama unaweza ukapokea mwaliko wa harusi, ukaambiwa bwana kuna single 40,000, kuna double 60,000, ukapambana upate angalau 40,000 ili usijitie aibu ama usimlet down jamaa yako, ni mara ngapi basi ufanye ili usijilet down mwenyewe, kwa sababu elimu ambayo imepatikana kwenye hicho kitabu ninaamini muhimu sana, ambayo itakwenda kubadilisha kwa asilimia kubwa sana mtazamo wako na namna unavyoweza kujua kuhusiana na mambo ya fedha, au sio? Na elimu ya fedha usiambiwe aiseni kila kitu. Kwa hakikisha umepata kitabu, tumeungana pamoja. Acha tujifunze pamoja. Unavyoendelea kujifunza, usisite kuanza kuelimisha watu wengine. Usisubiri mpaka kiwango ambacho watu wengine watasema sasa uko tayari kuanza kuelimisha watu wengine. Hapana. Wakati mwingine mwanafunzi anakuwa ni mwalimu mzuri kwa wanafunzi wenzake kuliko hata mwalimu, kwa sababu mwanafunzi unaelewa, bado uko kwenye lugha ambayo wenzio wanaweza kukuelewa vizuri, au sio? Kwa hiyo twende pamoja.